Taja Mheshimiwa Kirumbe Shaban Ng'enda, Mheshimiwa Miraji Jumane Mtaturu, Mheshimiwa Livingstone Joseph Lusinde ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutujalia afya na uhai, na vile vile nichukue nafasi hii kabisa kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kiongozi wetu mwenye maono na mwenye kusimamia vyema serikali yake kiasi cha kutoa matumaini makubwa kwa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, niruhusu pia nimshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarawa, Waziri wa Uchukuzi, naibu wake Mheshimiwa Kienzile, pamoja na Katibu Mkuu na watendaji wote wa Wizara ya Uchukuzi kwa kazi kubwa ambayo wameendelea kuifanya inayoleta matumaini kwa Watanzania na kuongeza na kuchachamua uchumi wa nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimepata bahati juzi hapa ya kwenda kutembelea bandari ya Kasanga, bandari ya Karema iliyoko katika Ziwa Tanganyika kwenye mkoa wa Katavi. Na kule tumekwenda kuangalia sekta binafsi ambao wanajenga meli 4 za mizigo, ambao kila meli moja itakuwa inachukua tani 2000. Kwa hiyo meli hizo 4 zitakuwa zinachukua tani 8000. Hawa wawekezaji wanaziweka meli zile kwenye Ziwa Tanganyika kwa ajili ya kuchukua mzigo wao wa madini kutoka Kongo, kuuleta kwetu kwenye bandari zetu, kuuleta bandari ya Dar es Salaam na kusafirisha kwenda nje. Lakini wanachosema wenyewe mzigo wao ni wa kutoka Kongo tu. Mzigo wa kupeleka Kongo watachukua mizigo ya Watanzania na wafanyabiashara wengine, iwe ni mahindi, iwe ni karanga, iwe ni chochote kile, watabeba kwa gharama nafuu kukipeleka Kongo, kwa sababu wao tayari gharama zao zitakuwa zimeshajilipa katika kuleta madini. Kwanza napongeza hatua hii kwa sababu siku zote tumekuwa tukisema hapa katika bunge hili, serikali haiwezi kufanya kila kitu. Serikali ni lazima ihusishe sekta binafsi katika kuhakikisha kwamba huduma kwa wananchi zinapatikana. Serikali inajenga barabara lakini haina mabasi. Mabasi ni ya watu binafsi, ndio yanapita kwenye barabara. Hata hii SGR huko tunako kwenda itafika mahala miundombinu ni ya serikali, lakini itakuwa inapita treni ya Kuchauka inapita hapo, treni ya Profesa Manya inapita hapo, analipa miundombinu. Na nyewe hamshukuru Mungu, ninawaombea mambo mema haya. Au mnataka mpaka niseme ya Mheshimiwa Baresa? Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda niunge mkono juhudi zinazoendelea za bandari ya Dar es Salaam. Watanzania mmeona, tulisimama katika bunge hili tukawatoa hofu, tukawaambia kinachokwenda kufanyika ni kikubwa. Kutoka TICS iliyokuwa inaendesha bandari hili kuja DP World tumeongeza trilioni 1. Trilioni 1 ni karibia 4 hadi 5 ya bajeti ya nchi yetu imeongezeka kutokana na uwekezaji mzuri uliofanywa pale. Kwa hiyo tunapongeza sana serikali kwa hatua hii, na hasa tunampongeza rais wetu. Aliziba masikio akasema, mimi sitaki kusikia kelele, nafanya mambo kwa manufaa ya Watanzania, wakiyaona watanipongeza. Na leo tunampongeza rais wetu kwa kazi kubwa nzuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi ya uchukuzi ni kazi ya cheni. Unatoka kwenye reli ikifika kwenye bandari inachukua, bandari ikikoma inachukua barabara inapeleka mpaka inakokwenda. Ni kazi ya cheni. Sasa lazima tuongeze kasi ya ujenzi wa reli, hasa SGR. Nasema hivyo kwa nini? Kwenye SGR pesa mnazo, mbona tunasuasua? Hebu tuongeze kasi. Mheshimiwa Mbarawa, wewe tunakuamini, sio profesa wa maneno, wewe ni profesa wa vitendo na umeonyesha kazi kubwa sana. Ongeza kasi. Ongeza kasi. Reli hii ikiweza kufika Kigoma, mizigo inayotoka Kongo ya madini itakwenda kwenye bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tutakuwa na cheni
kwenye reli tutapata, kwenye meli tutapata, bandari ya Dar es Salaam tutapata. Kwa hiyo ongezeni kasi. Hizi kilomita 506 za Tabora Kigoma ambazo sasa hivi mmefikia 7.88%. Mimi naamini katika kipindi kisichozidi miezi 6 mkiamua tunaweza tukaenda mpaka 40%. Hebu ongezeni kasi. Lakini jingine niwapongeze kwa hatua mlioanza nayo ya kujenga kiwanda cha meli kule Kigoma. Nimesikia tayari mmempa advance yule mkandarasi na kazi imeanza pale eneo la Katabe katika fukwe wa ziwa Tanganyika. Hii nayo itatusaidia sana. Meli zote za Zambia, Kongo, za Burundi na za Tanzania tukiwa na shipyard pale imekamilika, watakuja kufanya ukarabati pale na tutapata fedha, na hiyo itasaidia sana kuongeza mzunguko wa fedha. Nimalizie na swala la meli ya Liemba na MV Mwongozo. Mheshimiwa Waziri, narudia kukupa maua yako. Narudia kukupa maua yako. Uliahidi katika bunge hili kwamba utafanya kila namna iwezavyo utoe fedha ili kazi ile ianze. Na shukuru, nimeona kazi ile imeanza. Sasa hivi meli ile imepandishwa kwenye cherezo na mpaka sasa kazi naambiwa iko kwenye asilimia karibu 24. Nakupa hongera sana kwa kazi hiyo, na nikuombe endelea na kazi ya Mwongozo, kwa sababu kazi ya Mwongozo ni ndogo. Kazi ya Mwongozo ni stability tu, kila kitu kiko sawa sawa, engine iko sawa sawa na vitu vingine vyote viko sawa sawa. Embu anza na kazi ile ya Mwongozo. Mwongozo inaweza ikatoka haraka, wananchi wetu wakaweza kupata huduma. Baada ya kusema hayo, narudia tena kutoa pongezi nyingi kwa rais wetu kwa haya mambo ambayo wananchi wetu wameyaona wenyewe sasa. Narudia tena kutoa pongezi nyingi kwako Mheshimiwa Mbarawa na naibu wako na wizara nzima ya uchukuzi. Endeleeni kupiga kazi na sisi tunawaunga mkono. Naunga mkono hoja. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa